Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Tunawakaribisha tena katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2026, ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Hakikisha unajiabone na comment, vile vile una partage, na kwa Kiswahili nyingine tunasema una subscribe, like, comment na kushare ili wengine endelee kupata habari zetu za kila siku. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunawakaribisha katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo ili mpate kujua nini kinachoendelea huko mashariki mwa DRC, vile vile pembe zote za dunia. Karibu katika taarifa yetu ya habari hii ya asubuhi. Karibu. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kamanda wa kundi la Wazalendo General William Amuri Yakutumba ameonekana mwenyewe katika eneo la Kivu Kusini akiongoza operation inayotajwa kuwa Zero Barrier, yenye lengo la kukomesha vizuizi na usumbufu unaowakabili raia wanaosafiri kwenye barabara ya kitaifa namba 5 au maarufu kama route numero 5. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, operation hiyo inalenga hasa kuondoa vituo vya vizuizi vinavyowekwa katika maeneo mbalimbali ya barabara hiyo, ambako wasafiri na wafanyabiashara wamekuwa wakikabiliwa na madai ya malipo, ukaguzi usio rasmi na aina mbalimbali za usumbufu. Taarifa zinaonyesha kwamba Yakutumba hakubaki katika ngazi ya kutoa amri pekee, bali alijitokeza mwenyewe katika eneo la operation. Hatua hii inaonekana kuwa na ujumbe wa kisiasa na kijeshi, kuonyesha kwamba uongozi wa Wazalendo unataka kuchukua udhibiti wa mienendo ya wapiganaji wake katika maeneo wanayoyasimamia. Operation hiyo imepewa jina la Zero Barrier, yani hakuna vizuizi. Maana yake ni kujaribu kuhakikisha kwamba raia wanaweza kutumia barabara hiyo bila kukutana na vituo visivyo rasmi vinavyoweza kulazimisha kulipa fedha au kuwafanya kucheleweshwa njiani. Kwa wakazi wa maeneo ya Kivu Kusini, swala hili ni muhimu kwa sababu barabara hiyo ni kiungo kikubwa cha usafirishaji wa watu, bidhaa na chakula kati ya maeneo mbalimbali ya jimbo hilo. Barabara ya kitaifa namba 5 ni moja ya njia muhimu katika Kivu Kusini, linahudumia wasafirishaji na watu na bidhaa katika maeneo ambayo tayari imeathiriwa kwa muda mrefu na migogoro ya kiusalama. Katika mazingira kama haya, kila kizuizi kinachowekwa barabarani kinaweza kuongeza gharama za usafiri. Mfanyabiashara anayelazimika kulipa fedha katika vituo kadhaa anaweza kuongeza gharama hizo kwenye bei ya bidhaa. Mwishowe mzigo wa gharama unamwangukia mwananchi wa kawaida. Kwa hiyo kama operation hiyo ya Zero Barrier itatekelezwa kwa ufanisi na bila ubaguzi, inaweza kusaidia kurahisisha usafiri na biashara katika maeneo yaliyohusika. Kwanza, hatua hii inaweza kutafsiriwa kama jaribio la kurejesha nidhamu ndani ya makundi ya Wazalendo. Katika maeneo yenye migogoro, wapiganaji wengi wanapokuwa na silaha na udhibiti wa maeneo fulani, kuna hatari ya kuwepo kwa vituo vingi visivyo na mfumo mmoja wa uongozi. Kila kundi au kila kikosi kinaweza kuweka masharti yake. Kwa kujitokeza mwenyewe, Yakutumba anaweza kuwa anataka kuonyesha kwamba maamuzi ya mwisho kuhusu namna wapiganaji wake wanavyoshughulika na raia wanapaswa kutoka katika uongozi badala ya kila kikundi kuchukua hatua kivyake. Pili, operation hii inaweza kuwa na umuhimu mkubwa kwa uhusiano kati ya Wazalendo na raia. Wazalendo mara nyingi hujitambulisha kama makundi yanayolinda maeneo yao dhidi ya makundi ya waasi, lakini ulinzi wa raia huishi kwenye mapigano pekee. Raia anahitaji pia kuwa na uhuru wa kusafiri, kufanya biashara na kuishi bila hofu ya kunyanyaswa na watu wenye silaha. Ikiwa malalamiko ya wananchi kuhusu vizuizi yataendelea, kunaweza kupunguza uaminifu wa wananchi kwa makundi yanayodai kuwalinda. Tatu, hatua hii inaweza kuwa na ujumbe wa kisiasa. Katika mazingira ambayo Sud Kivu au Kivu Kusini imegawanyika kati ya maeneo ya ushawishi wa makundi mbalimbali yenye silaha, yote anayefanikiwa kuonyesha kwamba anaweza kudhibiti wapiganaji wake na kulinda raia anaweza kujenga ushawishi mkubwa
kwa jamii. Kwa hiyo zero barrier inaweza kuonekana sio tu kama operation ya kuondoa vizuizi barabarani, bali pia kama juhudi za kuonyesha uwezo wa uongozi na udhibiti wa eneo. Ni muhimu kutofanya hitimisho la haraka kwamba tatizo la vizuizi limekwisha kabisa. Swali kubwa ni je, operation hii itadumu kwa muda gani? Kuondoa vizuizi siku moja ni jambo moja, kuhakikisha kwamba havirudi tena ni jambo lingine. Pia kuna swali la namna operation hiyo itakavyo tekelezwa. Kwa kuwa inahusisha watu wenye silaha, ni muhimu kwamba hatua dhidi ya wanaosumbua raia zifanywe kwa nidhamu na kwa kuheshimu sheria, ili operation ya kulinda raia isiwe chanzo kingine cha ukiukwaji wa haki. Bado kuna muhimu wa kuwepo kwa mamlaka za serikali katika usimamizi wa barabara na usalama wa raia. Kwa mtazamo wa muda mrefu, suluhisho endelevu linahitaji vyombo rasmi vya dola kuwa na uwezo wa kuhakikisha usalama na uhuru wa kusafiri, badala ya usalama kutegemea operation za makundi yenye silaha. Kwa ujumla, kujitokeza kwa General William Amuri Kutumba katika operation ya Zero Barrier ni tukio lenye uzito katika mazingira ya sasa ya Kivu Kusini. Lengo linalotajwa ni kukomesha vizuizi na usumbufu dhidi ya raia wanaotumia route numero 5. Ikiwa hatua hiyo itatekelezwa kwa ufanisi na kwa muda mrefu, inaweza kupunguza mzigo kwa wafanyabiashara, wasafiri, wananchi wa kawaida, lakini pia umuhimu wake mkubwa zaidi unaweza kuwa katika ujumbe wa udhibiti na uwajibikaji wa makundi ya wazalendo, kwamba wapiganaji wanaodai kuwalinda raia wanapaswa pia kuhakikisha kwamba raia au hawageuki kuwa waathirika wa vitendo vya watu wenye silaha. Hatua inayofuatia itakuwa kuangalia Zero Barrier itaendelea kuwa operation ya muda mfupi au itakuwa mfumo wa kudumu wa kuondoa vizuizi na kuimarisha uhuru wa raia wa kusafiri katika maeneo yanayodhibitiwa na wazalendo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo la Mombasa mkoani Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya matukio mapya ya vurugu yaliyoacha raia wawili kuuawa na wengine wasiopungua 21 kutoweka kufuatia mashambulizi yanayohusishwa na waasi wa ADF. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, matukio hayo yalitokea katika maeneo tofauti wakati wa usiku wa Jumamosi kuelekea Jumapili tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Mauaji hayo yameongeza hofu miongoni mwa wakazi ambao tayari wanaishi katika mazingira ya wasiwasi kutokana na mashambulizi yanayojirudia. Tukio la kwanza limeripotiwa katika eneo la Mirindi karibu na Mombasa Centre. Katika tukio hilo raia mmoja aliuawa, huku tukio jingine likiripotiwa katika eneo la kilomita 26 maarufu kama Peka 26 kwenye barabara inayounganisha Mombasa na Makeki. Raia mwingine alipigwa risasi na kuuawa katika eneo hilo. Mfululizo huu wa matukio mawili katika maeneo tofauti yanaonyesha ukubwa wa changamoto inayowakabili wakazi wa Mombasa, hasa katika maeneo ya vijijini na kando kando ya barabara zinazotumiwa na raia kwa shughuli za kila siku. Mbali na vifo hivyo viwili, taarifa zinaweza kwamba angalau watu 21 wajulikani walipo kufuatia mashambulizi kadhaa yanayohusishwa na ADF katika eneo la utawala wa Babila Babombi. Hili ni jambo linalotia wasiwasi mkubwa kwa sababu kutoweka kwa raia katika mazingira ya mashambulizi ya waasi kunaweza kuashiria kwamba watu hao walikimbia kwa hofu wakitawanyika katika maeneo ya misitu au walichukuliwa na washambuliaji. Kwa sasa, bila uchunguzi wa kina na uthibitisho moja kwa moja, si rahisi kusema kwa uhakika hatima ya kila mmoja na watu hao. Lakini idadi hiyo yenyewe inaonyesha kwamba athari za mashambulizi kwa jamii za eneo hilo. Hofu imeonekana wazi zaidi katika eneo la Peka 26 ambako shughuli mbalimbali zilisitishwa siku ya Jumapili. Wakazi waliogopa kuendelea na shughuli zao za kawaida kutokana na hofu ya uwezekano wa mashambulizi mengine. Hali hii inaathiri moja kwa moja maisha ya wananchi. Barabara inapokuwa eneo la hatari, wafanyabiashara wanaogopa kusafirisha bidhaa, wasafiri wanapunguza safari na wakulima wanaweza kushindwa kufika kwenye mashamba yao. Kwa hiyo madhara ya mashambulizi haya hayaishi kwenye idadi ya watu waliouawa, yanagusa pia uchumi wa familia, biashara, usafirishaji na upatikanaji wa mahitaji muhimu.
Mombasa ina muhimu mkubwa wa kimkakati kwa sababu ni eneo lenye misitu mikubwa na linaunganisha maeneo mbalimbali ya Ituri kupitia njia muhimu za usafirishaji. Kundi lenye silaha kama ADF, mazingira yenye misitu yanaweza kufanya operations za kiusalama kuwa vigumu zaidi. Washambuliaji wanaweza kutumia maeneo ya mbali na vituo vya vijijini kufanya mashambulizi na kisha kutoweka katika maeneo ambayo ni magumu kufuatiliwa. Hii inafanya ulinzi wa raia kuwa changamoto kubwa. Tukio lingine ni kwamba mashambulizi yanaporudiwa mara kwa mara, wananchi huanza kuishi katika hali ya hofu ya kudumu. Wananchi wanaweza kuacha kwenda sokoni, watoto wanaweza kushindwa kuhudhuria shule na familia kuanza kuhama makazi yao. Kwa mtazamo mpana, hali hii inaweza kusababisha uhamasishaji wa watu ndani ya nchi ambao nao huongeza mzigo kwa familia zinazowapokea na kwa mashirika ya kibinadamu. Tukio la PK26 au eneo la 26 km na eneo la Mombasa lina muhimu wa pekee kwa sababu limetokea kwenye mimili ya barabara. Barabara si njia ya kusafirisha watu pekee, bali ni njia ya kusafirisha chakula, dawa, bidhaa za huduma. Iwapo wananchi wanaogopa kutumia barabara, gharama za usafiri zinaweza kuongezeka na bidhaa zinaweza kuchelewa kufika sokoni. Wafanyabiashara nao wanaweza kupunguza safari zao. Kwa muda mrefu, hali hii inaweza kuzoofisha uchumi wa eneo lote. Ndio maana usalama wa barabara za Mombasa ni swala linalogusa si jeshi la polisi pekee, bali pia maisha ya kila siku ya raia. Mfululizo wa mashambulizi yanayodaiwa kuhusishwa na ADF unaonyesha kwamba tishio la makundi yenye silaha bado ni makubwa katika baadhi ya maeneo ya Ituri. Jambo muhimu ni kwamba mashambulizi haya yanapotokea katika maeneo tofauti kwa muda mfupi, hofu huenea kwa kasi zaidi kuliko tukio lenyewe. Raia wameanza kujiuliza, je, eneo letu ni salama? Je, barabara tunayoyapitia inaweza kuwa salama? Je, mashambulizi mengine yanaweza kutokea usiku unaofuata? Maswali hayo yanapokuwa sehemu ya maisha ya kila siku, yanaonyesha kwamba tatizo si la kijeshi pekee, ni tatizo la usalama wa jamii na ustawi wa wananchi. Kwa sasa Mombasa inaendelea kukabiliwa na hali ya ukosefu wa usalama, yani wasiwasi mkubwa. Raia wale wamepoteza maisha katika matukio mawili tofauti, huku angalau watu 21 wakiwa hawajulikani walipo kufuatia mashambulizi yanayohusishwa na ADF katika eneo la Babila Babombi. Kusimama kwa shughuli katika eneo la PK26 au eneo la 26 km na eneo la Mombasa kunaonyesha kwamba hofu imeanza kuathiri moja kwa moja maisha ya kawaida ya wananchi. Changamoto kubwa kwa mamlaka za usalama ni kuhakikisha kwamba raia wanalindwa, barabara zinaendelea kuwa salama na taarifa kuhusu watu waliopotea zinachunguzwa kwa haraka. Kwa wananchi wa Mombasa, jambo muhimu zaidi kwa sasa si tu kusikia kwamba operations za kijeshi zinaendelea, bali kuona usalama wa kweli unarejea katika vijiji, barabara, masoko na maeneo ya kilimo. Kwa sababu vita dhidi ya makundi yenye silaha haviwezi kupimwa kwa idadi ya operation pekee, mafanikio yake yanaonekana pale ambako raia wanaweza kuishi, kufanya biashara, kusafiri na kulima bila kuishi katika hofu ya kushambuliwa. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha nikuongee moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Hebu na leo kwa mara nyingine tuimulike hali ya kisiasa nchini Tanzania na miito inayoongezeka kutoka kila upande ya kuanzishwa kile kinachoitwa mchakato wa maridhiano ya kitaifa. Fikra hii ya maridhiano ya kitaifa ilijitokeza kusema kweli kiasi miaka 2 au 3 iliyopita, ikilenga kufanya kile wanasiasa wa nchi hiyo wanakitaja kuwa ni kuponya majeraha yaliyotokana na kuporomoka kwa ustaarabu wa kidemokrasia ulioshuhudiwa hasa wakati wa miaka 5 ya kwanza ya utawala wa aliyekuwa rais wa taifa hilo hayati John Magufuli. Hatua za mwanzo kabisa zilihusu kujaribu kumaliza misuguano kati ya serikali na upinzani kwa kufungua milango ya kujiongeleana. Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alichukua hatamu za uongozi mwezi Machi mwaka 2021 kufuatia kifo cha Magufuli, alikutana mwanzoni mwa mwaka 2022 mjini Brussels na mwanasiasa wa upinzani Tundu Lissu na kisha kuahidi mabadiliko makubwa
na hata kuwataka wanasiasa wote walioikimbia Tanzania ikiwemo Lissu warejee nyumbani. Shughuli za kisiasa zilizofungwa zikaruhusiwa kuanza tena. Kesi kadhaa zilizowakabili wapinzani ikiwemo ile ya ugaidi dhidi ya mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wakati huo Freeman Mbowe zikafutwa na pakajitokeza hisia za utulivu. Hata hivyo haikuchukua muda, mambo yakaanza tena kubadilika, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Chadema ikamchagua Tundu Lissu kwa mwenyekiti na mara moja akaanza mikutano ya nchi nzima kudai mabadiliko ya katiba na mageuzi ya sheria za uchaguzi. Sheria karibu 3 za masuala ya uchaguzi zilibadilishwa au kufanyiwa marekebisho, lakini upinzani ukasema haukuridhika na kuhimiza wananchi kususia uchaguzi wa Oktoba 2025. Yaliyotokea kila mtu duniani pengine aliyasikia. Tundu Lissu alikamatwa mwanzoni mwa mwaka 2025 na kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Hadi leo bado kesi yake inaendelea. Uchaguzi uliofanyika mwaka 2025 ndio ulileta zahma kubwa zaidi. Maandamano ya umma yalitokea, mamia ya watu walipoteza maisha, na tangu wakati huo hadi leo kuna hisia kuwa Tanzania, hasa upande wa bara, kipo kidonda kikubwa mguuni kinachohitaji kupona, na hapo ndio wito wa kutafuta maridhiano umekolea moto. Lakini hadi sasa kuna vizingiti na maswali kadhaa yanayoulizwa, ikiwemo haja hii ya maridhiano ni ya taifa zima au imehodhiwa na wanasiasa pekee? Wananchi wenyewe wa Tanzania wana fikra gani wanaposikia juu ya swala hili la maridhiano? Na maridhiano yanaweza kufanyika kweli bila kuzingatia maslahi ya vyama vikubwa vya kisiasa? Na ipi ni haki na wajibu wa kila upande katika kufikia mwafaka utakaoisaidia Tanzania kusawazisha changamoto za kisiasa inazopitia? Hayo na mengine ndio tutayajadili hivi leo kwenye kipindi hiki cha maoni mbele ya meza duara, na mezani nimewaalika kutoka Dodoma, Tanzania, mzee Philip Mangula ambaye ni mwanasiasa mkongwe wa nchi hiyo aliyepata kushikilia nafasi za juu za chama tawala nchini humo CCM, ikiwemo wadhifa wa katibu mkuu na makamu mwenyekiti wa chama hicho. Kutoka visiwani Zanzibar nimemkaribisha mzee Juma Duni Haji, naye pia ni mwanasiasa mkongwe aliyeshiriki siasa za upinzani kwa miaka mingi na kushika wadhifa wa mwenyekiti wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, tunajiunga pia na Amani Golugwa. Yeye ni naibu katibu mkuu wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema upande wa Tanzania bara. Kwenye mji wa utalii wa Tanzania kaskazini mwa taifa hilo wa Arusha, tumebahatika kumpata Odero Charles Odero ambaye anaongoza asasi mpya ya kiraia iliyoundwa hivi karibuni iliyopewa jina la Kamati ya Kusukuma Maridhiano ya Kitaifa. Karibuni nyote waungwana kwenye kipindi cha maoni. Asante sana. Mwenyekiti hapa Bon, ni mimi Rashid Chilumba. Nawaomba nyote mniruhusu nianze na mzee Philip Mangula hapo Dodoma. Mzee Mangula, nimesema kwenye utangulizi, umekuwa kiongozi wa juu sana wa chama tawala CCM na umebakia kuwa miongoni mwa wale wakongwe wa chama hicho hivi sasa, na swala hili la maridhiano ambalo nimelieleza kwa urefu kwenye utangulizi linazungumzwa sana hivi sasa na viongozi ikiwemo wa chama chako cha Mapinduzi. Ninyi linapotajwa swala hili la maridhiano ndani ya CCM, fikra hii inatafsiriwa vipi mzee Mangula? Kwetu sisi si jambo geni maridhiano. Maridhiano ni jinsi vyama vya siasa vyote vina sera zake, vina malengo yake na kadhalika. Sasa katika ushindani, chama kimoja hushinda, na pengine kama kishinda kimoja basi naunda serikali. Nasema si mara ya kwanza, kwa sababu kulikuwa na aina hiyo. Ilikuwa maridhiano kati ya vyama viwili mwaka 2001, yalitokana na kutokuelewana kati ya CCM na CUF. Hasa chama cha CUF hakikubali matokeo ya uchaguzi ule. Matokeo yenyewe yalikuwa tarehe 26 na 27 Januari 2001. Hayo matokeo yalisababisha vifo na watu kukimbia, kupata wakimbizi huko. Sasa hali ikawa mbaya. Kwa hiyo ikawa tufanyeje sasa? Tukakutana sasa makatibu wakuu, mimi upande wa CCM na Maalim Seif Sharif Hamad ambaye sasa ni marehemu upande wa CUF. Na hatukuwa peke yetu, kila kiongozi wa chama alikuja na wasaidizi wake au wajumbe wake. Hata huyo Juma Duni alikuwa mmoja katika upande wa CUF. Na nataka nikusomee sehemu moja ya kilichokiamua. Tulisema ili kufanikisha azma ya kuwa na mashauriano ya kudumu baina ya viongozi wa vyama vya siasa,
vyama vya CCM na CUF vimekubaliana kuwa ipo haja ya kuwa na kamati ya pamoja ya mashauriano ya vyama vya siasa hapa nchini, na itakayojumuisha viongozi wa kitaifa wa vyama vyote vya siasa vilivyopo nchini katika mfumo ambao utaamuliwa na vyama husika baadaye. Mwisho wa nukuu. Sasa hiyo tuliona haja ya kuwa na mashauriano. Jambo lote linapotokea linapoathiri jamii, lazima viongozi wakuu waongoze kufikia maelewano. Nini chambua kwanza, nini kinafanya tofautiane na hapa, kwa hiyo nini kifanyike? Ndio mzee Mangula, niruhusu nibakie nawe kidogo hapo. Hilo swala uliloligusa, hayo unayosema ni zaidi ya miaka 20 pengine na 5 iliyopita, lakini sasa liko swala hili linalotokana na yaliyotokea kwenye uchaguzi utawala wa miaka 5 wa Rais Magufuli. Hii inayozungumzwa sasa, fikra ile bado iko ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tumesikia baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi ikiwemo makamu mwenyekiti wa sasa wa taifa wa Chama cha Mapinduzi Stephen Wasira anasema kwa mtazamo wa sasa anaofikiria, CCM inapozungumzia maridhiano haizungumzi maridhiano kati ya vyama pengine CCM na Chadema, bali ya nchi nzima. Inawezekana? Inawezekana. Ndio maana hata sisi tulipokubaliana vyama viwili tukasema tusiwe jambo letu wa vyama viwili, tuunde vyama vyote vishiriki. Tukaunda Baraza la Taifa la Mashauriano ya Vyama vya Siasa. Tuliunda. Juma Duni alikuwa mjumbe katika baraza ile kama ilivyokuwa kwangu mimi na kadhalika. Asante. Bwana Amani Golugwa, kama umemsikia mzee Mangula hapo anasema kwa fikra yake inawezekana, na nyinyi pia mnatazama hivyo ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na hii fikra ya maridhiano ninyi mnaitafsiri vipi ndani ya Chadema? Bwana Chilumba, kwanza ninashukuru sana, ninajisikia heshima kuwa kwenye meza ya duara na wazee ninaowaheshimu sana, mzee Mangula, mzee Duni Haji, tumefanya naye kazi Chadema wakati huo nikiwa katibu wa kanda ya Kaskazini. Kwa hivyo ninajisikia heshima sana kuwa kwenye meza ya duara pamoja nao. Naam, nafikiri kwamba jambo hili la maridhiano si jambo. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za asubuhi leo, ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji, tukutane katika taarifa yetu ya habari za mchana ili mupate kujua nini kinachoendelea huko mashariki mwa DRC. Asante, chao.